Mimi kama mchunguzi na mchambuzi wa masuala ya siasa na utawala, nina maoni yafuatayo na mapendekezo yafuatayo. La kwanza, jumuiya ya kimataifa, Umoja wa Mataifa pamoja na mataifa yenye nguvu kama vile Urusi, China, India, waiombe Israeli, Irani na Marekani wasimamishe vita. Pili, yafanyike mazungumzo, mzozo wao uweze kumalizwa kwa njia ya kidiplomasia. Tatu, wasameheane kwa yaliyotokea, kwa sababu kila mmoja amefanya uharibifu upande wa mwenzie. Kwa mfano, Hamas walivamia Israel, waliua watu na kuwateka nyara watu. Ni makosa kwa mujibu wa sheria za kimataifa, ni ugaidi kweli. Na kitendo cha Irani na Marekani, cha Israeli na Marekani kushambulia Irani, kuwaua viongozi, kushambulia miundombinu na taasisi mbalimbali ni makosa. Kwa kila upande unahusika kuleta hasara upande mwingine, kuwaomba wasameheane. Na nne, kuhusu kiini chenyewe cha mgogoro ambao ni mgogoro wa Israeli na Palestina. Mgogoro wa Israeli na Palestina ni wa kihistoria. Inaonekana ni vigumu kukubalika kuanzisha mataifa mawili. Ni vigumu. Kama ni vigumu, mambo yafuatayo yafanyike. La kwanza, kuanzisha mchakato wa kuanzisha taifa moja la kisekula, taifa ambalo pale Israeli na Palestina watu wake ni waumini wa dini tatu zenye asili moja. Kuna Wakristo, kuna Wayahudi na Waislamu. Waunde taifa la kisekula, kila mmoja awe na uhuru wa kuabudu, kiserikali isiwe ya dini yoyote, kama ilivyo katiba ya Tanzania, kwamba nchi yetu si haina dini, serikali haina dini, lakini watu wake wana dini. Kila mmoja ana uhuru wa kuabudu dini anayoiamini, ana uhuru wa kuhamia dini nyingine, ana uhuru wa kukaa bila dini, ana uhuru wa kumshawishi mtu mwingine kuingia katika dini yake. Kwa hiyo na pale Mashariki ya Kati tushauri kwamba wafanye hivi, na wanaweza kufanya serikali ya mseto kwa mujibu wa katiba, kwamba rais akiwa Mwisraeli, makamu anakuwa Mpalestina, waziri mkuu anakuwa Mkristo. Sawa, Palestina ni Wakristo na Waislamu kama ilivyo Lebanon, wana serikali ya mseto ya dini zote, kwamba rais akiwa Myahudi, basi makamu wa rais anaweza kuwa Muislamu, waziri mkuu anakuwa Mkristo. Kwa hiyo wafanye namna hiyo, ni jambo ambalo linawezekana. Lakini kama inashindikana, basi kuna haja jumuiya ya kimataifa tukubaliane, ama wahamishwe Wayahudi waende tuwatafutie nchi nyingine, pale wabaki wa Palestina watupu, ama wahamishwe wa Palestina tuwatafutie nchi nyingine, pale wabaki Wayahudi watupu, wawe na taifa moja la Israeli. Kama wakihama Wayahudi, taifa litabakia kuwa la Palestina. Wakihamishwa wa Palestina kupelekwa nchi nyingine, taifa litakuwa la Israeli. Lakini kwa kuwa Wayahudi walishahamishwa Ulaya na kuletwa pale, na pale ni kwenye asili yao, mimi napendekeza Wapalestina ndio wahamishwe kwa mkataba na Marekani na Israeli na Umoja wa Mataifa. Ndani ya miaka 100 watakuwa wanalipwa fidia. Nchi ambayo watapelekwa itajengwa miundombinu, watagharamiwa na Umoja wa Mataifa na Israeli na Marekani mahitaji yao yote kwa miaka 100. Nilikuwa napendekeza eneo la Afrika Mashariki lina ardhi kubwa kama vile Kenya, Uganda na Tanzania. Watu zaidi ya milioni 30 wa Palestina, ndio tukagawana sisi, tukaondoa ule mzozo. Kwa hiyo tutapata faida kubwa sisi. Nchi yetu itajengwa, nchi zetu za Afrika Mashariki itajengwa na Israeli, Umoja wa Mataifa na Marekani. Pili, tutapata rasilimali watu. Rasilimali watu ni soko, ni maendeleo ya haraka. Tatu, tutapata intermarriage, tutafunga nao ndoa wale, tutapata kizazi chenye mchanganyiko. Tutapata machotara. Itakuwa ni faida kwetu. Na nne, tutapata thawabu. Tumeweza kutatua ule mzozo ule wa muda mrefu ambao damu inamwagika. Kuna shauri ifanyike hivyo ili Wapalestina wasiendelee kuwa watumwa wa kivita.
na Waisraeli wanaendelea kuwa watumwa wa kivita, kwa sababu kihistoria Wayahudi walionewa kwenye vita ya pili, na hata sasa hivi wao ndio wanaochokozwa, na wana haki pia ya kujilinda. Wao ndio wanaochokozwa, sababu mgogoro ule ungeweza kumalizwa kwa njia ya kidiplomasia, lakini Hamas na Hezbollah wamekuwa wakitumia nguvu, na Irani amekuwa ni mfadhili na mdhamini wa wapiganaji wa Hezbollah na Hamas, amekuwa ni mdhamini na mfadhili wa wawekezaji wa Hezbollah na Hamas kiuchumi. Kwa Israeli kama binadamu wana haki pia ya kujilinda, wana haki ya kujilinda kutokana na yaliyotokea katika vita kuu ya pili. Wana haki ya kuchukua tahadhari, na hasa ukizingatia Irani mara kwa mara imekuwa ikitoa kauli kwamba Israeli inatakiwa ifutwe. Kuna wana haki ya kujilinda. Kosa waliofanya ni kuvamia nchi nyingine, ni makosa ya kuvunja sheria za kimataifa na kuwa viongozi, lakini wao wanalipiza kisasi kwa sababu ushahidi wa kiintelijensia na taarifa za kiintelijensia kwamba shambulio lililofanywa na Hamas tarehe 7 Oktoba lilipangwa na Irani, na ndio maana Marekani na Israeli wameamua kulipiza kisasi, wameamua kudhamiria kubadilisha uongozi na itikadi na serikali ya Irani kama wataweza. Sambamba na hilo, jumuiya ya kimataifa ijifunze. Mzozo unaoendelea hapa kuna viashiria tosha. Mzozo huo unaweza ukatokea kati ya Korea Kusini na Korea Kaskazini, baina ya China na Taiwan. Kwa hiyo ningeshauri jumuiya ya kimataifa pamoja na Umoja wa Mataifa wangeanzisha mchakato wa kuwasaidia Taiwani na China wasuluhishwe kwa misingi kwamba Taiwani kabla hawajajitangazia uhuru, watu wao wapige kura ya maoni, na wanaotaka kujiunga China wawe chini ya China wapige kura, na wasiotaka wapige kura. Kura nyingi wakikataa kuwa na China, basi litambuliwa kama ni taifa huru ili kuondoa mzozo. Ikikubaliwa kwamba watu wengi wanataka waendelee kuwa chini ya China, wawe China ili kutatua tatizo hili. Kuhusu Korea, kama tulivyofanya Ujerumani. Ujerumani kulikuwa na ukuta wa Berlin, lakini baadaye wakasuluhisha, ukavunjwa, Ujerumani ikarudi kuwa moja. Kwa hiyo kuna haja Korea, ukuta wa Korea kama upo uvunjwe. Au ukuta unaweza kujengwa, unaweza kujengwa kinadharia au kwa vitendo. Ukuta wa Korea umejengwa kinadharia, uvunjwe, Korea iwe moja, waondoe uhasama, na baadaye tufanye mazungumzo na Korea ili waweze kusalimisha zile silaha za nyuklia, kwa sababu ni hatari kila nchi ikamiliki silaha za nyuklia. Tungekubaliana duniani silaha za nyuklia zingemilikiwa na nchi chache tu, wawe ndio polisi wa dunia, kama vile Marekani, Urusi, China, India, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani. Tuwape nafasi wamiliki silaha za nyuklia, wawe polisi wa dunia. Baada ya hapo, hii teknolojia tupige marufuku, wasipewe watu wengine. Kila nchi ikimiliki silaha za nyuklia itakuwa ni hatari kwa dunia, mustakabali wa dunia, mazingira ya dunia. Silaha za nyuklia zinaharibu mazingira, viumbe vinakufa, mimea inateketea na kuwa na sumu, kizazi hadi kizazi wanaendelea kuzaliwa walemavu. Kwa hiyo ni hatari sana. Ni lazima tuweke mikakati ya pamoja ya kutokomeza teknolojia ya silaha za nyuklia, asiweze kuwa nayo kila mmoja wetu hapa duniani. Na jambo kubwa la kuzingatia ni kwamba kuna haja Umoja wa Mataifa sasa upewe meno, kwamba isitokee nchi moja akalitambua jimbo, yaani kila jimbo likikurupuka kujitenga, wame nalitambua kama Israel analitambua Somaliland. Matatizo ni kutengeneza mgogoro mwingine, kwamba mataifa lazima yasajiliwe na Umoja wa Mataifa, ndio wenye mamlaka. Kwa hiyo kuitambua nchi ni baada ya Umoja wa Mataifa kutangaza eneo fulani ni taifa huru. Lakini tunatengeneza mzozo, tunazidi kupanua mizozo. Dunia ambayo ilistaarabika, tunarudi nyuma sana kwenye ushenzi. Dunia inarudi kwenye ushenzi. Dunia inakwenda kufarakana. Dunia inakuwa sio mahala salama pa kuishi. Kwa hiyo tuna haja ya kukaa na kuifomu upya dunia, tutengeneze dunia, na hasa Umoja wa Mataifa wanatakiwa watengeneze katiba ya mfano ili tuwe na utawala bora, kwamba kila nchi lazima wazingatie haya. Jambo hili wamelifanya FIFA. Mashirikisho ya soka duniani yalikuwa na migogoro, lakini FIFA akatengeneza katiba ya mfano kwamba muundo wa chama cha soka cha nchi kiwe shirikisho, mfumo uwe huu. Kwa hiyo maana duniani leo
hakuna nchi ambayo chama cha soka kina mgogoro tena. Kuna mgogoro. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa waige mfano huu. Ili tuwe na utawala bora, lazima tuwe na katiba ya mfano. Watafute wataalamu, iundwe tume ya Umoja wa Mataifa, watengeneze katiba iliyo bora, iwe katiba ya mfano ambayo kila nchi waifuate. Ndio tuwe na demokrasia ya kweli, demokrasia inayofanana. Sababu demokrasia inafanana na process of reproduction. Mchakato wa kuzaliana, ili uzae lazima uwe atokee mtu mke mtu mume, wafanye mahusiano. Hakuna namna nyingine. Na demokrasia lazima ifanane. Demokrasia lazima iwe uniform. Demokrasia haiwezi kuwa tofauti. Na demokrasia ni moja msingi mkubwa wa amani na msingi wa maendeleo katika nchi yote duniani. Lazima tuwe na demokrasia, tuwe na diplomasia. Na jambo lingine kwa nchi za Afrika. Nchi za Afrika inajifunza nini kutokana na kinachoendelea duniani? Nchi za Afrika zinakuwa hazitaki demokrasia ya kweli, hazitaki diplomasia. Nchi za Afrika hazitaki watu wenye akili kubwa, wanapenda watu wenye akili ndogo. Ndio wanawapa kazi, wanawapa madaraka. Dunia ya leo inatakiwa watu wenye akili kubwa. Tutengeneze mashirika makubwa ya kijasusi. Angalia mashirika ya kijasusi ya Marekani, Israeli, hawatoi hata siri, hawauzi. Lakini nchi za Afrika, mashirika ya kijasusi, usalama wa taifa wa Afrika, anaweza kuuza siri za ikulu kwa $200,000 au $2,000,000. Wanauza siri. Wanaingia watu ambao hawana sifa zinazotakiwa. Anaingia kwa sababu kule kuna mjomba, kuna shangazi, kuna baba mdogo, kuna baba, kuna mama mdogo, kuna mama, kuna bibi, kuna bibi mdogo, kuna babu mdogo. Anaingizwa kwenye mfumo. Wanaacha kuzingatia kanuni za asili za kuingia katika mfumo. Na ndio maana mambo mengi ya Afrika, kila kitu tunategemea wazungu. Na mambo mengine tunaanza kuanzisha sisi wenyewe, tukaendeleza wenyewe, tukaimarisha wenyewe. Hatujifunzi chochote. Lazima tujifunze haya yanayotokea.